Changamoto ambayo tunaipata leo ni watu kushindwa kutunza na kusitiri baadhi ya mambo yao. Na katika ulimwengu tunaoendea sasa ambao ni wa teknolojia, ukiangalia nyumbani kuna kamera za familia kwenye nyumba, labda pengine hata pa kanisani kuna kamera zinazopiga picha kama hizi. Kuna simu, unakuta simu ina kamera 2, kamera 3, na kila mahali pana kamera. Na kwa sababu hiyo tumeshindwa wakati mwingine kutunza vile vitu vya faragha ambavyo kimsingi vina maana kubwa sana katika maisha yetu. Na watu wengi wanaangukia kwenye majeraha, kwenye kujikwaa, lakini pia mambo hayaendi kwa sababu siri ni sehemu kubwa sana ya maisha ya mtu. Sasa mimi nilipokuwa nikijifunza juu ya siri na kutafakari juu ya falsafa ya siri, nikagundua kwamba kama Mungu mwenyewe anashindwa kumshirikisha Yesu na Roho Mtakatifu na malaika anaokaa nao kwa habari ya siku ya mwisho, ni kwa sababu siri ina impact kubwa katika maisha ya mtu na ni sehemu ya maisha. Vipi kwa habari ya maisha yako? Ni jambo gani ambalo limebeba impact, linalokuletea heshima na linaloweza kukusababisha kutegemewa na kutumainiwa kwa sababu una mambo ambayo unayatunza? Ukiteuliwa kwa mfano kwa kuingia kwenye baraza la mawaziri, moja ya kiapo ambacho utakachoapa ni kutunza siri za baraza la mawaziri. Kwa namna yoyote sitatoa siri za baraza la mawaziri. Lakini na mamlaka nyingine zozote ambazo unaapa, kuna siri pia katika ofisi. Kama we ni kiongozi, ni leader, kuna mafaili ya watu ya siri. Lakini pia masekretari. Sekretari inatokana na neno secret, ambayo pia wale ambao wanatunza siri. Sekretari anakunja barua, anakupa karatasi, ameiandika yeye, bosi wake amesaini, na anajua ni barua ya kukufukuza kazi, lakini hakuambii umefukuzwa kazi kwa sababu yeye ni sekretari na anatunza siri. Na akiwa hivyo hawezi kuendelea kuwepo kwenye hiyo ofisi na mageneral secretary, makatibu wakuu na vitu kama hivyo ambavyo wanatunza siri za watu. Siri ni sehemu ya maisha katika maisha ya mwanadamu. Mtu ili aweze kuwa mtu katika haiba, katika heshima na kukamilisha utu wake, ni yule pia ambaye anaweza akatunza siri. Katika kitabu cha Mathayo ule mlango wa 24 mstari wa 36 ambao tumesoma katika ibada hii, tunayo falsafa pana sana ya kutafakari. Biblia inasema hivi: walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ijuae, hata malaika walioko mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Nitarudia: walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ijuae, hata malaika walioko mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Hiyo ni siri ya Mungu. Siku ya mwisho, siku ya kiyama, siku Yesu anarudi mara ya pili, siku ya mwisho, hakuna mtu aijuae, wala malaika wala Baba wala mwana wala malaika wala mwana wala Roho Mtakatifu, isipokuwa Baba peke yake. Na hii inasababisha heshima. Tunazungumza juu ya Trinity, umoja wa kimungu ambao ni Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na ungeweza ukaamini ya kwamba anachokijua Baba na Mwana na Roho Mtakatifu anakifahamu. Lakini kwa habari ya kurudi siku ya mwisho, ni Mungu peke yake anajua. Kwa maana nyingine, siri ni sehemu ya maisha. Sasa siri ni maisha na ni sehemu ya maisha, na imebeba baraka kubwa sana kwenye maisha ya mwanadamu. Kile ambacho nakiona leo ni kile ambacho kinatokea katika maisha ya watu wengi, kukosa sitara ambayo inaweza ikatengeneza faragha inayobeba baraka katika maisha ya kwako. Na kwa sababu ya kupungua kwa kiasi kikubwa siri, mambo mengi yanavuja, na yakivuja
yanakuletea matatizo makubwa sana kwenye maisha ya kwako. Mtu mmoja alisema, the more you show your success, the more you increase your enemy in order to destroy your life. Namna ambavyo unaonyesha mafanikio yako kwa wazi ni namna ambavyo unaongeza maadui wengi ambao wanaweza wakaharibu maisha yako. Ni mambo gani ambayo unasema kwangu ni siri? Ninajua kwa habari ya Yakobo, Biblia inasema alikuwa ana siri ya uzalishaji. Porini kulikuwa kuna fimbo za milozi pamoja na fimbo zile alizokuwa ameziweka, ambao ng'ombe na mbuzi na kondoo wakienda kunywa maji anazionyesha yale mabeberu, na wale wanyama strong walizaliwa wa punda milia na miraba. Na hakuwahi kurudi kuja kuambia mke wake aliyempenda kama Raheli kwamba msione hivi utajiri wa baba yenu ninauchukua kwa sababu nina siri ya uzalishaji kule porini. Na kila mahali ambako pana uzalishaji pamewekewa siri. Na hata eneo la uzalishaji katika maisha ya mwanadamu ni eneo la siri. Huwezi kuzungumza kila kitu. Na ukishaona unakosa sehemu ya siri au mahali pa siri pa maisha ya kwako, basi ushaelekea kwenye uchizi na unaelekea kwenye ukichaa wa hali ya juu. Kwa sababu lazima mambo mengine yawe na stara. Na ninyi mnafahamu, na pengine nazungumza na watu wachache ambao ni watu wazima, kujua kwamba hata mambo ambayo Mungu ameweka siri ya uzalishaji katika mwili wa mwanadamu, mahali ambako hapa ndiko panakozalisha, panaitwa sehemu ya siri. Ni mahali ambako pamefichwa. Huwezi kutembea hivyo na ukaonekana hivyo barabarani katika utupu. Huo ni uenda wazimu. Sasa nazungumza na mtu mmoja ambaye ana majeraha mengi kwa sababu amekosa stara, amekosa siri, amekosa kitu ambacho anaweza kukiweka kwenye moyo wake. Mambo machache ambayo Mungu anakusaidia pengine kukubariki, lakini umeshindwa kutulia nayo. Mengine unasema na yanaharibika. Lakini ni maombi yangu Mungu akusaidie ujue ni yapi ambayo unapaswa kuyatunza. Na pia kazi ya siri ni kuondoa pressure na huzuni kwa mtu mwingine. Kwa mfano, kuna wakati mwingine tunaweza tukawa na hizo romantic language kwamba hakikisha kwenye ndoa mwenza wako anajua kila kitu na wewe unajua cha kwake kila kitu. Sawa. Mimi nasema sawa, lakini anaweza kujua kama itamsaidia. Kama ni jambo ambalo litamsaidia na alitamuingiza kwenye stress, it is okay, anaweza akajua. Kwa mfano, Ibrahimu anapoondoka kwenda kumchinja mtoto Isaka, anawezaje kumwambia Sara ya kwamba naondoka na mtoto na kisu, naenda mlima Moria, naenda kuchinja? Sara ambaye amenyonyesha mtoto na miaka 90, angemwambia ni kwa sababu una mtoto na Hajiri, na huu ni mpango wa kwako wewe na Hajiri. Unaenda huyo Mungu alinipa mtoto uzeeni, hawezi kuwa Mungu akuja kuchukua mtoto na kwenda kuchinja. Na Sara mwenyewe unajua alikuwa a very tough woman. Ni mwanamke tough. Ni mwanamke wa Kimachambe nafikiri, au kama ni wa Mbeya. Kwa very tough. Mwanamke anayeweza kumwambia mume wake usigeli ule pale haraka uende na ukazae naye. Ni mwanamke very tough. Kwa hiyo Ibrahimu ilibidi atoroke. Hata wewe mwenyewe lazima ujue kama umeoa mwanamke very tough, vitu vingine toroka. Ukisema sema utabakia pale pale. Bwana asifiwe. Kwa hiyo lazima ujue. Ibrahimu akatoroka asubuhi na mapema, hakumwambia mke wake, na akaenda kutoa sadaka. Na kile kilichosaidia ni kwamba Mungu alimpa neema ya kuwa baba wa baraka na baba wa mataifa. Na kuna watu wengine wanasema nataka kubarikiwa juu ya baraka za Ibrahim, Abraham blessings. Lakini baraka za Ibrahim zimebebwa na siri. Sasa wewe hauna kitu cha kutunza, wakati Ibrahim mwenyewe ambaye ni blessed person na hizo Abraham blessings zina foundation au zina msingi wa siri. Kwa ni lazima ujue kwamba kuna mambo mengine ambayo ni ya msingi. Na pengine wengine kwenye familia, mwanaume ni mkarimu, mwanamke ni mchoyo, au mwanamke ni mchoyo, mwanaume ni mkarimu. Na unataka kutuma hela kwa familia yako, baba mama ana shida, na unajua huyu mtu nikimwambia ni vitamuuma miezi 5. Sasa unamwambia wakati gani? Na mshahara ni wakako, hamisha muamala, endelea na maisha yako. Yeye anakaa miaka 2, hajui kama una mzazi.
Hajui kama kule nyumbani kwenu ulikotoka nako kunahitajika msaada, na unajua ni mtu mchungu. Sasa kuliko umuumize, hakuna maana. Hata Ibrahimu aliona kuliko nimuumize Sara, let me go, na akaenda akavuna baraka ambazo leo tunasema ni baraka za Ibrahimu. Sema amina. Ya wachache hapo anasema mchungaji angalia vizuri. Nataka nikuhakikishie kuna vitu ambavyo ukisema vinakuletea huzuni na kuliko kukuletea baraka. Na zile baraka za Ibrahimu ni baraka zenye msingi katika siri. Si kila kitu unaweza kuongea. Kama ni kila kitu kinafaa kuongea, kwa nini Mungu asimwambie Yesu na Roho Mtakatifu na malaika juu ya habari ya siku ya mwisho kama ameweza kutunza siri? Ninakuomba sana, wakati huu jamii inapoteza sana faragha, mambo ambayo unapaswa kuyasitiri, na mengine anakujeruhi kwa sababu ya kusema kila kitu, na mengine anaharibu mission zako. Unashangaa vitu vyako vyote haviendi kwa sababu hauna kitu cha kutunza ndani yako. Jifunze kutunza mambo yako. Sema amina, alafu mpigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Mama mmoja mtu mzima alinisaidia sana. Yeye alikuwa mkuu wa wilaya miaka ile kwenye serikali ile ya kwanza, wakati waziri mkuu Sokoine akiwa ni waziri mkuu. Anasema waliteuliwa wateuzi wengi tu, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya wameteuliwa, alafu wakaitwa ofisi ya katibu mkuu kiongozi kupewa barua zao za uteuzi. Alafu wanapita ofisi ya Sokoine Ikulu. Walipofika ofisi ya Sokoine anaambia, umetoka kwa waziri mkuu? Umetoka kwa katibu mkuu kiongozi? Ndio. Umepewa nini? Umeambiwa nini? Sasa wengine walipofika pale, kwa sababu ni yule ni waziri mkuu Sokoine, hiyo ni interview, wakaanza kujieleza. Nimeambiwa na kwenda huko na huko na huko na huko na huko na huko. Mimi nimeteuliwa mkuu wa mkoa wa Iringa. Mimi nimeteuliwa. Waziri mkuu anamwangalia, anaandika. Anambia okay, sawa, nenda. Sasa wengine wakaja wanauliza, umeambiwa nini na katibu mkuu kiongozi? Anasema, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu hii ni ofisi, utajulishwa kwa maandishi. Kwa hiyo wale waliosema hivyo wakaekwa kwenye group. Wale waliosema tayari nimeshapewa na barua, nimeshateuliwa, akaambia huwezi kutunza siri ya serikali nyumbani, wakaondolewa kwenye uteuzi. Na hiyo ilikuwa ndio interview wakati wa Sokoine. Kwa sababu lazima utunze mambo, sio unazungumza tu. Sasa yule mama akaniambia, mimi nilipofika nikamwangalia waziri mkuu ananiuliza, nikamwambia, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hii ni ofisi, barua nimepokea, na kwa bahati nzuri anaona pale nakala inaelekea kwa waziri mkuu ya uteuzi. Kwa hiyo akamwambia, utajulishwa officially, lakini mimi niko hapa kusikiliza maelekezo utakayonipa mheshimiwa. Kaambia basi ondoka. Hivyo wale ambao walianza kujieleza, hata hivyo nikifika Mbeya nitaanza kuhakikisha viazi vinazalishwa, lazima wewe huyu sio afai, kwa sababu siri lazima itunzwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW. Tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.